Jaji Mkuu wa Zanzibar Khamis Ramadhani Abdallah amesema kuwepo kwa kampeni ya msaada wa kisheria kunaweza kusaidia kupunguza migogoro iliyopo katika jamii bila kufika mahakamani. Kauli hiyo ameitoa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyofanyika katika bustani ya Mwanamashungi mkoa wa Kusini Pemba. Amesema wazo la msaada wa kisheria linaweza kupunguza kesi kwa kiasi kikubwa kufika katika mahakama, kwani kesi nyingi zinaweza kutatuliwa endapo wananchi watapatiwa msaada wa kisheria. Katika hatua nyingine, amesema serikali katika kuhakikisha inawaondoshea wananchi wake usumbufu sambamba na kuongezea huduma, imejenga mahakama 4 Pemba ambazo zitatumia mfumo wa teknolojia ya kisasa. Wazo hili la kuja msaada wa kisheria ni wazo zuri sana na litapunguzia mzigo mkubwa sana sisi mahakama, kwa sababu migogoro ambayo inakuja pale mahakamani mingine ni mepesi mno, lakini kwa sababu watu hawajapata msaada wa kisheria wanafika hadi kuja mahakamani, hapo ukiangalia kiuhalisia unaona sio mgogoro ambao ulitakiwa uanze katika mahakama ardhi, ufike mahakama kuu, uende hadi mahakama ya rufaa. Ingeweza kutatuliwa kwa njia rahisi. Ni migogoro mbalimbali hasa ya ndoa na talaka. Pengine msaada wa kisheria ungepatikana kwa wananchi wote, basi vile vile tungeweza kuepusha hizi mambo ya ndoa na talaka na mambo ya mirathi ambayo mahakamani yanakuja na yanajaza mahakama zetu. Naibu Waziri Wizara ya Katiba na Sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jumanne Abdallah Sigiri amesema mkakati wa taifa wa kampeni ya Mama Samia ya mwaka 2023-2024 hadi mwaka 2025-2026, utekelezaji wa mkakati huo unaweza kushiriki kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi, hususan makundi maalum ikiwemo wanawake, watoto na watu wenye ulemavu. Kampeni imeongeza uelewa wa wananchi kuhusu elimu ya sheria kwa umma, masuala ya haki na wajibu wa misingi ya utawala bora. Kampeni imesaidia kutatua migogoro mbalimbali ya wananchi kwa njia mbadala, hivyo kuongeza amani, utulivu na maendeleo katika jamii. Ni matumaini yetu kuwa wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba watanufaika na kampeni hii kama wenzao wa mikoa ya bara na ile hiyo kushatekeleza hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirikiano ya wizara hizi mbili yamekuwa na matunda makubwa, ambapo baada ya kupokea maelekezo na maono ya viongozi wetu wakuu wa nchi, tuliunda kamati ya kitaifa ya kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambapo wajumbe ni pamoja na afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Kwa upande wake, Rais wa Chama cha Wawakili Zanzibar, Joseph Magazi, amesema msaada wa kisheria ni daraja kati ya sheria zilizoandikwa na haki halisi. Hivyo msaada wa kisheria ni haki ya kila mmoja. Kampeni hiyo itajenga kuunga haki, usawa wa kijinsia na kuhakikisha hakuna atakayebaki nyuma katika kupata usaidizi wa sheria na ushauri wa uwakilishi. Msaada wa kisheria ni daraja kati ya sheria zilizoandikwa na haki halisi. Bila msaada huu, haki kubaki kuwa maneno tu kwenye makaratasi. Kampeni hii inalenga kuongeza uelewa, kupanua huduma na kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma katika kupata usaidizi wa kisheria, ushauri na uwakilishi. Akitoa salamu za mkoa, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadid Rashid amesema kufanyika kwa kampeni hiyo katika mkoa huo kutachangia jamii kupata uelewa juu ya masuala ya kisheria na upatikanaji wa haki sawa, usawa wa kijinsia sambamba na kudumisha amani na utulivu. Kuanzisha kampeni hii, nataka nikuhakikishie wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba watashiriki kikamilifu katika fursa adhimu ya kupata misaada hii ya huduma ya kisheria kwa lengo la kujenga ustawi mwema katika jamii zetu. Ndugu wananchi, napenda kutoa wito kwa wanasheria pamoja na wataalamu kuendesha kampeni hii mkoa wa Kusini Pemba kufanya jitihada za makusudi ya kuyafikia makundi yote yenye uhitaji wa msaada wa kisheria kupitia fursa hii adhimu tuliyopatiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uzinduzi wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia uliofanyika katika bustani ya Mwanamashungi ikiwa na lengo la kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi
ambapo kilele kinatarajiwa kufanyika tarehe 10 mwezi wa 5 2025 katika kijiji cha Mtende, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Kutoka Pemba, Fatma